وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. Kabla ya kuzungumza, hapana budi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa leo ndo tumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, na katika kumaliza mwezi kama huu Mwenyezi Mungu ametuwafikia tukiwa tuko hai, kwa wale ambao kwa wamebahatikiwa, na vile vile mbali na kuwa tuko hai na tuna afya nzuri. Hii ndio shukrani ambayo tumeanza nayo mpaka tumemaliza mwezi wa Ramadhani. Juma hili likiwa ni juma la mwisho kwanza, na vile vile ni siku ya mwisho, na vile vile ni kumaliza mwezi wa Ramadhani. Katika kuondoka mwezi wa Ramadhani au katika kuuaga, ambao ndio mazungumzo yetu ya leo, twaweza kufananisha katika kutoka katika mwezi wa Ramadhani na kuingia malamti ni mfano wa madrasa ambayo tulikuwa katika madrasa hii tukijifundisha ndani yake. Katika madrasa hii ilikuwa muda wake ni muda wa mwezi, tuko ndani, na madrasa hii yafunguliwa kwake katika mwezi huu. Ukimalizika mwezi wa Ramadhani ndio yafungwa madarasa kama hii. Madarasa ambayo mwalimu wake mkubwa, ingawa ina walimu wingi ndani yake, mwalimu mkubwa ni as-saum, ndio alikuwa ni mwalimu mkubwa katika madarasa kama hii. Wanafunzi wake katika madarasa hii ni wale wanaoitwa as-swaimuna, al-abiduna, wal-mustaghfirun. Hawa ndio wanafunzi ambao walioko katika madarasa kama hii. Kwa hivyo kutoka Ramadhani ni mfano wa kuhitimu katika madarasa kama hii. Masomo ambayo ilikuwa tukijifundisha ndani yake katika madrasa tusawm ni masomo mingi sana. Kila aina ya masomo utapata ndani yake yako. Kila aina ya masomo ndani yake ya kufundisha, ya kulelea, ya kujenga, ya kuongoza. Na hii ndio kawaida, si saumu tu peke yake. Utapata ibada zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itukuzie upande wa malezi, mbali na upande wa kukujenga mahusiano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ina malezi ndani yake, ina mafundisho ndani yake.
na katika ibada moja ndio utakuwa kupata mafundisho yake yako mingi. Lau ukiwa utapeleleza kila upande, yani watoa ujumbe fulani, kila upande watoa mwongozo fulani. Kwa hivyo ikiwa somo nayo iko katika mfumo kama huu wa malezi, utapata katika masomo ambayo tulikuwa nayo tukijifundisha ni asabr, somo la ikhlas, somo la irada, kuwa na uamuzi, somo la rahma, mtu kumsikitikia mwenzake, somo la taawun, natufundisha kusaidiana, kupeana baina yetu, somo la alwahda, umoja, somo la an-nidham, kuwa na nidhamu, somo la murakabatullah, kuwa wewe saa zote uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila mahala ya kufundisha somo, somo la ijtinabun min alharam, somo la kujilelea kuepuka haram, somo la maarifatu maana aljui wal atash, kujua maana ya kitu ndaa, kitu kiu. Sasa haya ni katika masomo mbalimbali ambayo utajifundisha. Sasa kawaida katika madarasa, ikiwa umefundishwa, huwa kuna kitu chaitwa imtihanat, kuna mtihani. Sasa na katika madrasa kama hii pia tumewekewa mtihani. Sasa katika ule mtihani wake ni tofauti mbali na mitihani hii. Kwanza, mtihani wake wa madrasa kama hii ya saum ni mtihani wa kila siku, kila leo, katika kila Ramadhani, kila siku kuna mtihani katika masomo kama haya. Mtihani wenyewe katika yale masomo ni kwamba kwanza ni kuyafikiria, kuyazingatia, kuyatia akilini, kuyapeleleza katika kila somo. Hii somo taamali na ufikiri kitu kinachoitwa sabro, ni somo hilo ulizingatia. Taamali na ufikiri kitu kinachoitwa ikhlas, ni somo lifikirie. Wa hakadha, endelea mpaka mwisho katika kila somo. Katika kufanya ule mtihani, kwanza, hatua ya kwanza ni kufikiria ile subra. Kwa nini umesubiri? Ile ikhlas, wamfanyia nani amali ile? Kwa nini waitekeleza? Kisha ukitoka hapo sasa, kitu kinachofuatia ambacho lazima uwe nacho ni ikhlas. Katika kila somo lazima kuwe na ikhlas. Sasa angalia ajabu sasa, ikhlas ni katika moja katika darsa, kisha ikhlas imetukua katika kila somo kwenye darsa. Ikhlas yenyewe ni somo, kisha katika ikhlas yaingia katika kila somo, kwa maana kwamba ikhlas ni ile twainena kwamba ni ibtighau mardhatillah. Yote unayoyafanya, masomo yote unayoyatamali, lazima kupatikane kitu kinachoitwa mardhatillah, ibtigha mardhatillah, kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wewe ulipokuwa wasubiri katika mwezi wa Ramadhani, wasubiri kwa msingi upi? Maana itakuja ikhlas sasa, lazima ingie. Wasubiri katika kuvumilia ndaa kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Maana ikhlas imeingia hapo. Wakati unapokuwa na irada, uamuzi wa kwamba mimi sitaki kula, sitaki kunwa, sitaki kutekeleza matamanio yangu,
watekeleza haya kwa sababu gani? Kwa sababu ya ikhlas, ibtighaa mardhati la. Wakati unapokuwa na rahma kwa mwenzako, msukumo ulikuwa ni upi? Ibtighaa mardhati la. Wakati unapokuwa wamsaidia mwenzako, ilikuwa msukumo ni upi? Ibtighaa mardhati la. Wa hakadha twaweza kuendelea mpaka mwisho. Tamko la ibtighaa au ikhlas utaipata yaingia katika kila darasa, na hii yamaanisha kwamba kiungo kama hichi katika madarasa zote katika mwezi wa Ramadhani ni kiungo muhimu katika kufanikisha mbele ya mustakbal wako katika kumaliza mwezi wa Ramadhani. Itakupatia kwanza kukuathir katika hisia yako. Wakati unapokuwa na ikhlas, katika athari yake moja ile ikhlas yani yafanya kazi ni kwamba ya kuathir katika hisia yako, ya kugonga katika hisia yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe maadamu katika mwezi wa Ramadhani umevumilia, umesubiri kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo baada ya Ramadhani hutosubiri, baada ya Ramadhani hutovumilia, baada ya Ramadhani hutowata yale ambayo kwa matakikana uyawate. Umeona ule msukumo wa katika mwezi wa Ramadhani ule ndio utakusukuma baada ya malanti, baada ya Ramadhani yani malanti. Vile vile itakuathir katika akili yako, akili yako yani itakuathir, kwa sababu akili yakwambia mimi katika mwezi wa Ramadhani niliwata kula na kunwa na matamanio. Kwa nini? Hebu ujiulize akili yako yani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka. Baada ya Ramadhani Mwenyezi Mungu hataki nifanye jambo fulani. Sasa utaipima baina ya lile la Ramadhani kwa msingi ule na msingi huu pia utawata. Ikiwa una ikhlas, ikiwa ikhlas imepatikana katika mwezi wa Ramadhani kihakika, kwa hivyo itakuathiri katika akili yako. Hutokubali yani matamanio yako ya kutawala katika akili yani. Utaiambia akili, la, mimi nilifunga kwa msingi gani? Niliwata kwa msingi gani? Kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka. Na baada ya Ramadhani Mwenyezi Mungu ataka. Kwa hivyo vile vile nitawata. Vile vile katika athari ya ikhlas yasababisha kitu kinachoitwa al-istimrar wa dawam, kudumu. Si masala ya kukatika, sio fikra mathalan Ramadhani imemalizika, shamalizika mawasiliano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayamaliziki. Hakuna nafasi kwamba ati kwanza wewe wamhitaji Mwenyezi Mungu katika kila kipindi, kila zama. Si zama za Ramadhani wamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si zama za Ramadhani wajenga uhusiano wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, bali katika mwezi wa Ramadhani wazidi kuboresha uhusiano wako na Mwenyezi Mungu, sio waanza. Kwa hivyo baada ya Ramadhani uhusiano wako na Mwenyezi Mungu utabaki waendelea, utabaki wadumu. Kwa hivyo hii ni katika athari ya ikhlas. Tukifahamu athari ya ikhlasi, sasa hapa itatupekea ikhlasi kwenye kitu kinachoitwa kabulil amal. Amali yako iliyoifanya katika mwezi wa Ramadhani yoyote kupitia ikhlasi itasababisha kukubaliwa amali kama ile. Nini maana kukubaliwa? Yani Mwenyezi Mungu ameridhia, Mwenyezi Mungu atakulipa thawabu zake.
na ndio utakuya kupata kuna amal katika kusihi kwake na kuna amal katika kukubaliwa kwake. Maulama watafautisha sihatul amal wa kabuli al-amal. Waweza mathalan ukatekeleza amal ya ibada ikasihi, kwa sababu pale kuangalia shuruti za siha katika fiqh. Mfano katika swala ukatawadha, ukaikelea kibla, ukatekeleza swala inavyotakikana, ukasoma zile sura zinazotakikana mpaka mwisho kamaliza, hiyo utaambiwa ibada yako imesihi. Lakini kusihi ibada haimaanishi kukubaliwa ibada. Yani dhahiran umetekeleza, kwa sababu kukubaliwa ibada ni kitu mbali. Ibada kukubaliwa kwake moja katika sharti ndio hii al-ikhlas, na kinyume chake sasa kukubaliwa ibada au amal mzuri ndani yake ni kusihi amal, yani ya lazima kinyume chake. Yani ibada ikikubaliwa, kwa hivyo maana amal imesihi, lakini sio kwamba ibada ikisihi amal imekubaliwa. Yani mulazama uko katika kukubaliwa amal, italazimu kusihi amal, lakini sio kusihi amal kukubaliwa amal. Na ndiyo utaona katika dua moja ambao tumesisitiza sana, usisahau, ni dua ya kukubaliwa amal, si kusihi amal. Wala kusihi amal wingi watekeleza amal sahih. Mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, au katika aya, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Hii ni aya, ni dua kabisa. Tumwombe Mwenyezi Mungu tukubalie amal, sio kusihi amal, tukubalie amali zetu. Kwa hii ndio dauri ya ikhlas. Haya, sasa tukitoka kwenye kabuli la amal, sasa itatupeka sasa mahala pengine. Ikhlas ikitupeka katika kabuli, itatupeka katika alfauzu wal falah, kufaulu. Sasa ndio hii sasa katika mwezi wa Ramadhani, baada ya kutoka tumefaulu, ndio alfauzu wal falah, tumeweza kufaulu. Tumeweza kufaulu kupitia nini? Kwanza ilikuwa tumefanya amali ile ina ikhlasi, ikhlasi ikatupeka katika kabuli, kabuli ikatupeka katika falah wal fawz. Muona zinazofuatana hizi, ukitoka hapa uingia hapa, ukitoka hapa uingia hapa. Sasa mwisho sasa ni al-fawz wal falah, ndio hii ambayo kama tutarajia inshallah siku ya Eid, ambayo kama ni kesho, tutarajia nini? Tuwe tumefaulu. Na ndio ile hadithi iliyosoma mwanzo, Mtume atuambia, idha kana awwalu yawmin min shawwalin nada munadin ayuha almu'minuna ughdu ila jawaizikum. Ile siku ya Eid, ile siku ya kwanza ile, Mtume atuambia, hunadi mwenye kunadi akiwaambia, ayuha almu'minun, enyi waumini, ughdu ila jawaizikum, raukani, inukani mapema, mkimbilie zawadi zenu. Lakini zawadi ni kwa nani? Kwa wale waliofaulu. Siku zote katika mtihani anayestahili kupewa zawadi si kila mtu, si kila anayefanya mtihani. Wale kuna watu wamefanya mtihani wameanguka. Sasa na sisi tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, tuko katika masomo, tutasoma, tukafanya mtihani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa hivi sasa tutapoa zawadi kwa wale waliofaulu.
Kwa hivyo ughdu ila jawaizikum, raukani na mapema mutukue zawadi zenu. Na ndio utaona katika siku ile ya Idi huwa kuna maneno huwa tukiambiana, minal aidina minal faizin. Umeona, twarudi kwa Mungu na tumefaulu, tumerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani tumetaka toba yake, tumepata maghfira kwake tuliporudi. Sasa minal faizin, sasa ni katika wenye kufaulu. Au tuambiana takabbala Allahu a'malana, Mwenyezi Mungu atukubalie amali zetu, yani aziridhie amali zetu, atulipe amali zetu. Kwa hivyo hawa ni wenye kufaulu. Sasa lakini hapa lazuka suala, utajijua vipi ni katika faizin? Sababu katika mtihani ile majibu yani huwa baada ya siku ile kutangazwa, kila mmoja hujua, kila mwanafunzi hujua kwamba mimi niko wapi, wale wenye kufeli na wale wenye kufaulu. Sasa utajijua vipi baada ya Ramadhani wewe ni katika minal faizin, minal muflihin? Ukitaka kujua ni kitu rahisi sana. Angalia baada ya mwezi wa Ramadhani ni kiasi gani umeathirika katika zile darasa, katika yale masomo. Je, umeathirika katika fikra zako? Je, umeathirika katika hisia zako? Je, umeathirika katika nyendo zako? Je, umeathirika katika harakati zako? Angalia wewe kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani ukoje. Mfano wewe ulikuwa ni katika wale wenye kuvuta bangi, mfano ukaingia mwezi wa Ramadhani ukawata kuvuta bangi, baada ya Ramadhani utarudi au utaendelea kuwata? Sasa ukiwa utarudi umetoka katika minal faizin, usijijue mwenyewe ukufaulu. Yamaanisha na ikhlasi yako pia ina matata, na maanisha kwamba kabuli yako pia ina matatizo. Muona zitafuatana sasa hizi, kwa sababu athari yaanza kutoka katika ikhlas. Ikhlas ikiharibika hakuna kabul, kabuli ikiharibika hakuna nini, fauz. Sasa nyendo zako baada ya mwezi wa Ramadhani zikoje? Umepiga hatua kiasi fulani, hata kama ni asilimia fulani tu, au uko pale pale kabla ya mwezi wa Ramadhani umerudi pale pale? Hii ndio itakufahamisha kwamba wewe ni mtu uko katika kundi gani, minal faizina au ni katika wale wenye kuanguka. Mmoja katika maulamai ambao amekufa akiitwa Said Muhammad Fadhlullah rahmatullahi alayhi, katika kufananisha mwezi wa Ramadhani asema ile saumu ambao kwamba tulikuwa nayo afananisha ni asaumu saghir. Sema kharajna min asawmi saghir, hii saumu ambayo kwamba tuko nao katika mwezi wa Ramadhani ni saumu yaitwa as-saghir, saumu ndogo. Sasa baada ya mwezi wa Ramadhani tuingia katika as-saumu al-kabir, tuingia katika saumu kubwa. Au kwa ibara nyingine asema kwamba pia katika saumu tuliokuwa nayo hii ni saumun ya tamrini, ya mazoezi. Kisha kuna saumu al-hakiki, saumu ya kihakika. Haya maneno yamaanisha nini? Saumu ndogo kuitwa mwezi wa Ramadhani ni saumu saghir, kwa sababu saumu hii imetukua zama fulani, muda fulani, mwezi fulani. Si kila siku Ramadhani au si kila miezi yote Ramadhani. Ramadhani ni kipindi cha mwezi mmoja peke yake katika mwaka. Kisha isitoshe
katika ule mwezi wa Ramadhani, mwezi mmoja pia ni masaa, si siku mzima wewe ufunga tu yani huli hunwe. Masaa fulani pia yamewekwa, kutoka saa fulani mpaka masaa fulani. Kwa hivyo utamalizika mwezi au muda utamalizika, hautodumu. Hii ndio maana nini asaumu saghir. Twende katika saumul kabir. Yamaanisha nini saumul kabir? Asema ni saumu ambayo haina mwezi fulani. Hii saumu hii haina zama fulani, haina wakati fulani, haina masaa fulani. Ni saumu gani hiyo? Asema huwa saumul al-ijtinabu anil maasi, ni saumu ya kuepuka maasi yote ya Mwenyezi Mungu. Sasa kuepuka maasi ina mwezi fulani? Kwa mwezi fulani ndio utaepuka maasi peke yake? La, katika kila wakati, kila kipindi. Na ukitaka kuipanua zaidi saumu hii, kila mahala. Sio kwamba ukiwa katika amu mathalan maasi fulani huwezi kufanya, lakini ukivuka ukienda Malindi, Mombasa waweza kufanya. Kila mahala, kila zama. Sio kwamba wakija zama hizi ni watu hawa, zama ziayo watu wengine itakuwa la halali lile ambalo kama ni haramu, wale ilikuwa ni haramu kwa hawa ni. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba halalu Muhammadin halalu ila yaumil qiyama wa haramuhu haramu ila yaumil qiyama. Halali ya Muhammad, halali wakati wa Mtume Muhammad itakuwa ni halali mpaka siku ya kiyama, haitobadilika. Haitokuwa halali mathalan katika wakati wa Mtume, katika zama zetu ibadilike iwe ni haramu. Na vile vile asema Mtume wa haramuhu haramu ila yaumil qiyama, na haramu ya Muhammad itabaki kuwa ni haramu siku zote mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kwamba haramu haibadiliki, kubadilika zama, kubadilika mahala. Kwa hivyo hii ndio maana saumul kabir. Kwa hivyo wakati wowote wewe, katika zama zozote yani, katika mahala popote yani, maasi hakuna nafasi kwamba utapoa likizo. Ndio hii Sayyid atuambia la utlata fil Islam, hakuna nafasi ya likizo katika Uislamu katika kufanya haramu, hakuna nafasi kama hiyo. So kama mathalan mfano, kuna baadhi ya dini leo wasema kuna siku mtu ya kunena urongo, siku leo yafaa kunena urongo. Ziko baadhi ya dini kuna siku ya kuhadana, kuna siku ya kutembea tupu kwa uhuru. Lakini katika Uislamu hakuna nafasi kama hii, kwamba ati kuna siku fulani Mwenyezi Mungu atafumbia mato siku hiyo, lakini muipatilize katika kufanya haramu. Ni fursa hiyo, itukueni. La utlata fil Islam. Nikimaliza na dua muhimu ambayo imepokewa kwa al-Imam Hussein alayhi salam, ambao dua kama hii na mafundisho katika haya ambayo tunazungumza. Asema Imam Hussein, ambayo hii dua ni dua ya Arafa, siku ya Arafa. Asema madha wajada man faqadaka wa ma alladhi faqada man wajadaka. Ni kipi mtu itakuwa amekipata kina thamani ikiwa amemkosa Mungu? Ni kipi? Hebu nionyeshe. Maana kuna fikra kwamba kuwa mbali na Mungu ndio utafaidika katika maisha yako, ndio utanufaika, ndio utapata nafasi. Lakini huyo Imam Hussein atuambia katika dua yake, madha wajada, ni kipi ulichokipata mtu, yani kina thamani gani ikiwa fakadaka, umemkosa Mungu. Yani kumkosa Mungu, yani huko na Mungu, wewe hutaki mafundisho ya Mungu. Kwa hivyo kuwa mbali na Mungu ndio utafaidika katika haya maisha, ndio utapata thamani katika haya maisha. Mwanadamu hujisahau haraka sana.
wewe ni kitu gani Mungu amekunyima? Ni kitu gani? Ni kipi mpaka uwe utatafuta kitu ambacho kwamba Mungu hakukupatia? Yatosha wewe katika maisha yako kuhema kwako, kuona kwako, kutembea kwako. Wewe wazijua hizi? Wazitamani? Alokupa nani hizo raha zote katika ulimwengu leo? Leo ikiwa utapokonywa mato, utakupokonya kuhema, utapokonya afya mzuri, utakuwa una ladha gani wewe na mali yako? Itakuwa hata ile starehe aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu mata'in adunya mata'u wa khairu mata'i almar'atun salihah. Mtu ikiwa hana afya mzuri, ili starehe ya mwanamke utaipata vipi halali? Hebu nionyeshe. Huwezi kuipata. Sasa Mama Hussein anatuambia madha wajada, ni kitu gani, thamani gani mtu atakuwa ameipata ikiwa man faqadaka, amekukosa wewe, Mungu hako na wewe, hataki mafundisho yako, amepata nini? Kisha upande wa pili sasa, wama alladhi faqada, ni kipi mtu ikiwa itakuwa amekikosa? Man wajadaka, ikiwa uko pamoja na Mungu, amepata radhi za Mungu, ni kipi? Na ndio utaona hapa twaja katika msingi muhimu kwamba katika Uislamu hatuna ngoa leo, kwamba hatuna kitu fulani, hatukupata kitu fulani, tumenyimwa kitu fulani, hatuna katika Uislamu. Na ndio utaona maulama watuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamkalifishi mja wake kwa jambo asiloliweza. Jambo huliwezi Mwenyezi Mungu akakukalifisha, hakuna. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukunyima katika jambo ambalo walihitajia wewe. Na ndio leo tuambiwa sisi tuoe, tunwe, tule, tuvae, tuwe na nyumba mzuri, kwa sababu hizi ni mahitaji mwanadamu ahitajia. Uislamu haumnyimi Muislamu katika maisha yake, katika kunufaika kwake, katika kustarehe kwake, katika kila analolihitaji, yani hanyimwi. Ni kutoelewa tu, yani kwamba ni kipi kinachokunufaisha, kwa sababu wewe waweza kuhukumu kitu kina manufaa lakini kina madhara. Na ndio utaona leo ukirudi katika wataalamu wasema kwamba wamefuatilia katika Qur'an aya kadhaa zinazoharamisha jambo fulani, wakapata kwamba yote yanayoharamishwa kuna madhara, yote yanayoharamishwa kuna maangamivu. Hii ni bahthi yafanywa, yani yamaanisha kwamba Uislamu haumnyimi Muislamu kitu kile ambacho kama wakatazwa ndani yake kina madhara, hakina manufaa. Mwenyezi Mungu hawezi kukataza kitu ambacho kwamba kina manufaa kihakika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie amali zetu katika mwezi wa Ramadhan, na tuingie katika wale ambao kwamba minal faizin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawli safai qulubi dhakirin wa idha qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء ذكر الحكيم وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أستغفر الله.